Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa. Tunawatakia tena siku njema ya leo jeudi le 26 février 2026 na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za mchana wa leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Mu territoire ya Masisi njo kwenye tutaanzia habari zetu. Kule mu Masisi mapigano ni makali. AFC M23 inaendelea nao kuwataka sana ili ikamate maeneo ambayo ilikuwa imepoteza katika siku chache ambazo zimeisha. Katika Masisi hali ya kiusalama inaendelea kukua mbaya zaidi kutokana na mapigano makali. Katika maeneo ya Sud Kivu, wazalendo kutoka Sud Kivu walishukuru kabisa presida wa Kongo Felix Tshisekedi kwa kuwa aliwakumbuka na kuanza kuwapa kabisa mishahara, donc kuwapeye par mois. Tutawaambia kuhusu yule Lawrence Kanyuka porte-parole wa AFC M23 ambaye tena aliandika kupitia akaunti yake akisema ya kwamba AFC M23 ayo kabisa inaendelea inaendelea kabisa kuheshimu usitishaji vita wakati jeshi la Kongo linaendelea na mapigano. Anachokitaka ni reaction ya communauté internationale na nationale. Kule mu Sud Kivu katika mji wa Uvira, gouvernement ya Kongo isha anza fanya kazi kabisa kama kawaida. Hospitali ya wanajeshi katika mji wa Uvira baada ya kukua PN AFC M23 wakati waliondoka ndani, gouvernement isha anza tena kabisa kutia vifaa vyote pale kuile hospitali. Donc kabisa restauration de l'autorité de l'État katika mji wa Uvira iko vizuri. Kama kawaida mnaoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi basi kusubscribe, yani kujiabone ili kukuwa nazipata taarifa zetu zote kwa wakati. Muendelee kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Mkumbuke kucomment na kuzilike taarifa hizi, na msisahau kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa mkizipata taarifa zetu zote kwa wakati. Mjiunge nasi mkigusa hapo kwenye titre, pale chini ya titre mu description mtapata linki yetu. Uguse kwenye linki hiyo, ukijiunga bila shaka utakuwa ukizipata habari zetu zote kwa wakati. Taarifa zetu mbichi tutazianzia mu Masisi. Ndugu zangu, mnakumbuka wakati Wilingoma alikufaka pale Rubaya, tuliwaambia kwamba kuna viongozi tofauti ambao walikuwaka preza pale, kuna wanajeshi kenda ambao walikufaka wakati huo. Liste kabisa ya watu ambao walipotezaka maisha yao pale itatufikia leo kabisa. Tuko naanza jua wamoja ambao walikufaka pale, na kuna viongozi tofauti kabisa. Liste yote itakuwa preza katika habari za jioni ya leo. Hapo tutakuwa natuisha jua wote AFC M23 vraiment walikutana na hasara kubwa kupoteza viongozi hao wote kwa limoja. Katika maeneo ya Masisi mapigano ni makali. AFC M23 nayo isha washa moto sana kwa FARDC na wazalendo. Après FARDC na wazalendo kurekipere maeneo mengi, walirekiperake maeneo ya Like, wakarekipere maeneo ya Kasenyi, Katobotobo, wakaendelea kuzirekipere eneo mingi mule maeneo ya Kazinga, Mahanga zote wakazirekipere. Mais depuis juzi jioni na jana AFC M23 nayo isha lance offensive, inapenda irekipere maeneo yale, na katika offensive yao nao walishafanikiwa kuyarekipere maposition tofauti. Eneo ya Kaniro mnajua hayo walikamataka jana
Nadhani kwamba mnakumbuka habari hizo. Na katika mapigano ambayo wanaendesha kule, leo waliweza kurekipere ile eneo ya Like tena na eneo ya Katobotobo pamoja na Kasenyi. Walifanikiwa kuzikamata tena waasi wa AFC M23. Zile eneo zinapatikana mo 6 km na eneo ya Kazinga. Unajua Kazinga ni agglomeration kabambi yenye FARDC walikamataka juzi. Apres kuikamata wakaendelea kuavance polepole na hizo eneo zote wakaweza kuzikamata. AFC M23 kutokea Masisi Centre ikajireorganize tena ikaweza kukamata eneo zile. Walikuwa wakipenda kuavance vers Kazinga tena warejeshe eneo ya Kazinga mu mikono yao, me abikwezekana kule FARDC na wazalendo waliwarepuse. Me AFC M23 nayo tena ilifanikiwa tena kukamata lokalite hizo tatu, eneo ya Kasenyi, ya Like pamoja na Katobotobo pale mu territoire ya Masisi mu groupement ya Kibabi. Mapigano yanaendelea kukamata hatua nyingine ndugu zangu mu territoire ya Masisi. Kwa sasa mapigano hayo yanayoendelea, wakaji wanaokimbia vijiji vyao, makazi yao donc ni wengi, wako na hesabu pli ya 100,000 personnes ambao waisha kimbia kabisa maeneo yao kule Masisi kutokana na mapigano hayo. Wengi wanakimbilia Masisi Centre, wengine Mwalikale, wengine kule Ngungu, wengine Rubaya, wengine Mushaki, wengine mu territoire ya Sud Kivu Mukalehe. Hao wote wanakimbia kabisa vita vikali vinavyoendelea mu Masisi. Hawana kabisa namna ya kuishi kule, wanahitaji usaidizi. Hali ya kibinadamu kwao ni mbaya kabisa, chakula kwa kuishi, wengi wanaishi kabisa katika makanisa, wengine wanapokelewa na familia zinazokuwa mu vijiji wanavyokimbilia ndani. Wengine hawana hata wa kuwapokea, ni katika makanisa, wengine katika nje kabisa, hawana kwingine kwenye wanaweza wakaishi. Mapigano yale yako na sababisha kabisa wakimbizi wengi kukimbia na hivyo kuzidisha hali ya kibinadamu kwao kukua mbaya. Mu territoire ya Masisi mapigano yalianzaka, hii ni deuxième semaine kama nakumbuka vizuri, hii ni deuxième semaine na kule kuko mapigano makali na deja mapigano kule yanayoendelea, mnasikia kama yanaendelea kuzidisha kuongeza wakimbizi wengi, donc wakimbizi wanaendelea kuongezeka huko. Wanapenda kabisa wapate usaidizi, wapate kama wanaweza kuishi kule kwenye wako na kimbilia. Kutokana na mapigano makali yanayoendelea kule Masisi yaliyoanzishwa kana FARDC wakaavance wakarekipere magglomeration tofauti, Lawrence Kanyuka, msemaji wa AFC M23, aliendelea kuandika kumedia na akisema kwamba vraiment AFC M23 inataka kukue reaction yoyote ya communauté internationale. Kutokana na jinsi sasa kule nako mapigano tena yanaendelea kukua makali, Lawrence Kanyuka, toujours porte-parole wa AFC M23, aliinvite wa Kongomani wote kwa ujumla, akainvite ama akatoa wito kwa communauté internationale kabisa kukamata hatua inayohitajika, tena hatua kabisa ambayo itaweza kusimamisha vita kutokana na jinsi mapigano ni makali kufro na Kinshasa inaendelea kukiuka usitishaji mapigano, ambapo AFC M23 ayo inaendelea kabisa kuendelea kuheshimu usitishaji wa vita katika maeneo tofauti. Anasema ya kwamba AFC M23 mpaka kwa sasa inaendelea kukua kabisa na matumaini ya kwamba mapigano yakaendelea vita isha kabisa kupitia maongezi. Na alisema kwamba AFC M23 ingali tayari kwa maongezi na CCLF kama kawaida wanaendelea kuheshimu. Wanachokitaka ni kukuwe CCLF epui maongezi ya Doha ya kuwe njia pekee ya kumaliza vita. Lawrence Kanyuka alisema hayo siku ya leo kabisa wakati kule Masisi na
kwingineko maeneo ya Fizi kule Sud Kivu katika siku hizi mapigano ni makali. Tunaendelea na habari zetu. Lawrence Kanyuka kabisa, depuis vita vianze leo hii wako napigwa sana, malalamiko kumedia yanaendelea kukua mengi. Tuwapeleke moja kwa moja ndani ya Sud Kivu. Sud Kivu, wazalendo wa Sud Kivu walimshukuru sana presida wa Kongo Felix Tshisekedi. Shukrani zao ni kuhusu kupewa mishahara. Apre mwezi wa kwanza kuisha, wazalendo wote ambao wako angaje kufro, wale ambao wako movita na AFC M23 walipewaka kabisa mishahara, walilipwaka $325 kila mzalendo kufro alipewaka kabisa hizo franka, ni franka mingi. Wazalendo ambao walikuwa movita bila kulipwa hata kitu kidogo. Mnajua depuis vita hivi vianze, wazalendo walikuwa tu wa kujitolea wapigane na wasi wa AFC M23 mchana na usiku, walikuwa na hawalipwi na gouvernement. Franka ambazo walikuwa wakizipata zilikuwa tu za wakaji, hata na wengine viongozi ambao walikuwa wakionga mkono wanatia franka pamoja, wanawasaidia wapate chakula, wapate manguo na vingine vya kuvala na hata waendelee kupata koma waishi kufro. Havikukwaka na binatosha kwa sababu walikuwaka wengi deja kufro, walikuwa wakihitaji kabisa msaada wa gouvernement. Leo kwa kuwa gouvernement isha wakumbuka na kuwalipa wazalendo wa Sud Kivu, walishukuru sana President Felix Tshisekedi na wakaendelea kusema kwamba kama kawaida wataendelea kupigana vita waliojitolea ndani, donc wataendelea kupigana na AFC M23 ili kuyakomboa maeneo yote ya Kongo yaliyokamatwa na hawa waasi. Na wakashukuru kabisa gouvernement ya Felix Tshisekedi, na pia wakasema kwamba wako tayari kuendelea kufanya kazi mpaka pale ambapo vita vitaishaka vya AFC M23. Wale ni wazalendo wa Sud Kivu ambao walitangaza hayo. Taarifa zetu zinaendelea katika mji wa Uvira. Mnajua la ville d'Uvira aujourd'hui kabisa hakuna mapigano kule, kila kitu kiko sawa katika mji wa Uvira. Jana depuis juzi ni jana njo kulifika delegation ya gouvernement central pale katika mji wa Uvira ili kuendelea kabisa kurejesha mamlaka ya serikali katika maeneo tofauti kule Sud Kivu na mji wa Uvira. Apre kufika kwao pale katika hospitali ya wanajeshi pale mjini Uvira, kulitiwa kabisa matela tena za kusaidia wale wanajeshi. Donc hospitali ile tena ilipewa vifaa vipya vya kutumikisha. Gouvernement ya Kongo ilikuwa na imetangaza kwamba hospitali ile ilikuwa pia nayo après AFC M23 kukamata mji wa Uvira na kujiondoa ndani. Wakati waliondokaka walipia vitu tofauti katika mji wa Uvira, hospitali wakazipia medikama wakazibeba hizo hizo matela na vifaa tofauti katika ile hospitali wakapie. Walipia vitu vingi, nadhani kwamba mnakumbuka siku hizo. Na après sasa FARDC kukamata pale kurejesha mamlaka ya serikali katika eneo ile polepole. Ile hospitali militaire ya pale Uvira, na si ya wa militaire tu bali na wa civile wote, ilipewa kabisa vitu tofauti kwa ajili ya kuendelea kabisa kutumika kama kawaida. Medikama zililetwa pale, kukatiwa mabitanda kabisa za wapasia. Donc wale ambao wanakutanaka na matatizo ya magonjwa wanahitaji kupewa matibabu, bitanda bilipewa ile hospitali. Na pale deja ni kuanza upya kujenga vitu vilivyoharibika katika mji wa Uvira wakati AFC M23 ilikamataka mji huo na kupie vitu tofauti. Tukiendelea na habari zetu,
tuwapeleke moja kwa moja wapi? Kule mu territoire ya Fizi. Mu territoire ya Fizi leo kabisa tena ndege za kivita drone asubuhi mapema ziliatakia AFC M23 katika eneo ya Minembwe. Pale agglomeration ya Minembwe, pale Minembwe centre, asubuhi ya leo mapema kabisa ilikuwa saa 9 asubuhi, taarifa zilitufikia kwamba ndege za kivita tena zinaanza kubombarde mapozisio tofauti za AFC M23 katika mungini wa Minembwe. AFC M23 nayo ishaka kataa toka ndani, ishaka kataa kabisa, ishaka resiste katika mungini wa Minembwe, pale Minembwe centre waishaka kataa toka ndani, na FARDC nayo haiwapi kabisa hata muda kidogo wa kuwapumzisha. Fete vita ya kule jinsi ninaionaka, FARDC inapendaka iwapige ibombarde vitu vyao, iharibu kabisa madefense zao na vifaa vyao viharibu, epui wabakie na waisha regea na hawana nguvu kule, njo wajiondoe katika eneo ya Minembwe. Ile inatokanaka na kuwa kule Twirwaneho na AFC M23 wanaistumaka ama wanapendaka kustumu FARDC kuistaki ya kwamba ina mpango wa kufanya masakre zidi ya Wanyamlenge kule. Wanaistaki sana ya kwamba katika mapigano wanayoifanya iko na bombarde maeneo ya Wanyamlenge na waua sana, kulansia offensive à la fois sasa munani mu lokalite ya Minembwe kwenye kuna Wanyamlenge wengi na wanajeshi wa AFC M23 Twirwaneho pale wako wengi, na kuna wale ambao ni wa civile kabisa wanaopiganaka kule. Deja AFC M23 plutôt FARDC wanaweza kuistaki kabisa vizuri tena, wakisema kwamba waliatake Wanyamlenge kule wakawaua, kwa sababu wengi wanakuwaka anteni civile wanapiganaka wakiwa wanavala sare za kiraia. Hapo wanaweza kuwashtumu sana ya kwamba waliua population, inakuwa crime de guerre kule, na kutokana na hayo, kuepuka hayo, sasa FARDC inawapigaka na madrone mchana na usiku ili idhoofishe nguvu zao, epui wajiondoe katika eneo ile. Wahasi wa AFC M23 na Twirwaneho nao wanakuwaka na roho ngumu. Ile ni kitu yenye vraiment wako nayo, wanakuwaka na roho ngumu, wanakuwaka na resistance wao kabisa, na naweza nikasema kwamba wengi wawili watakufa, watatu watakufa, yule mmoja au wawili wenyewe watabakia pale, watapigana tu. Donc wanakuwaka na resistance sana kabisa. Hao waasi wa AFC M23 wanakuwaka na roho ngumu sana, ndio maana katika vita vinavyoendelea maeneo yale hawatokake ndani, waishaka pigwa kolonele Jeff Kabaiza kapigwa, wengine wakajeruhiwa vibaya, wanajeshi wengi wakakufa, hawatokake mu Minembwe centre. Donc wanakuwaka na roho ngumu pale. Après kuwa bombarde vikali tena zilirudia kule zilikotokea, hali ikarejea kuwa ya utulivu. Asante ndugu zangu, hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea. Naweza basi nikasoma na maoni yenu kidogo kwa wale wanaotuandikia kupitia commentaire. Naona anaitwa Kaskas alisema asante ndugu Bauma, merci. Ndombe Belge alisema asante pia kwa taarifa za asubuhi papa mtangazaji, na asubuhi njema kwako pia, asante. Daniel Mapende alisema vraiment tunashukuru sana kwa kutupa taarifa nzuri, vraiment merci beaucoup. Okay, Buba alisema kaka asante kwa habari, ila jitahidi ujifunze Kiswahili. Kiswahili naijua, ni kutokana na jinsi inakuwaka erreur de vitesse, unakuwaka ile wakati unasema kabisa sana, inakuwa erreur de vitesse, unasema wenye wenda biendani. Kiswahili yangu kana sana kwamba munaelewaka sana. Edouard Kabwila alisema merci mon journaliste pour le café du matin, nous attendons le repas de midi. Monsieur les journalistes, malgré multiples attaques que bandits font, ne réussiront jamais, parce que pendant ce temps, nous sommes en train de multiplier nos efforts et stratégies pour terminer une fois pour toutes avec cette aventure. Ok, depuis la terre promise de
Moba 5/5. Asante ndugu zangu, merci beaucoup. Basi nawashukuru sana kwa kuwa mnaendelea kuzifuata habari zetu. Tupatane kama kawaida ndani ya habari zifuatazo. Merci beaucoup.